zitakuwa bayana siri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Ustaz Salum Ali Mieka, ni katibu wa BAKWATA wilaya ya Kondoa. Wilaya ya Kondoa ni miongoni mwa wilaya nane za wilaya za mkoa wa Dodoma. Wilaya hii ipo upande wa kaskazini. Wilaya ya Kondoa ina kata 29 na ina misikiti 244. Kwa hali ya uchaguzi Kondoa, tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri, ingawa kuna changamoto ndogo ndogo ambazo tutazitaja baadaye. Hadi sasa siku hii ya leo wilaya ya Kondoa kati ya misikiti 244, misikiti 198 imeshafanya uchaguzi tayari, ambao ni sawa na 81%, na misikiti 46 ndio ambayo bado inamalizia, ambayo itamalizia siku ya leo ya Jumamosi, ambayo ni 19%. Pia upande wa juu wa kita, misikiti 143 imeshafanya uchaguzi wake tayari, ambapo ni sawa na 58%, na misikiti 101 ambayo bado inafanya uchaguzi wake, na tarajia Mwenyezi Mungu inaweza ikakamilisha siku hii ya leo ya Jumamosi. Hali kadhalika kwenye Juvikiba kuna misikiti iliyofanya uchaguzi ni 156 sawa na 64%, na misikiti 88 ndio bado ambayo ni sawa na 36%. Changamoto zinazokabili uchaguzi kwa sasa kule ni hali ya wananchi kutokuwa karibu na nyumbani. Kwa hali ya sasa wanaenda kwenye mashamba mavuno, lakini tunajitahidi kuwahamasisha na kuwafuata walipo ili kuwapa fomu waweze kuzijaza. Nyingine ni kwamba jiografia yetu imekaa vibaya, kwa hiyo hali ya usafiri ni ngumu, na tunajitahidi hivyo hivyo na kuidi kwenda na wakati. Hali kadhalika vile tulikuwa tunaomba mapendekezo yetu kwa baraza la BAKWATA au makao makuu kwamba chaguzi kama hizi ni vizuri wakajipanga kwa chaguzi zijazo waweze kutusaidia, hasa kuhusu hizi gharama za uchaguzi. Maana wananchi wana doubt kwamba hizi gharama za uchaguzi, gharama za kupiga picha kwetu ni ngumu. Kwa hiyo inakuwa ni gharama kubwa, mwananchi anashindwa kuzimudu. Kwa hiyo kwa kushukuru Mungu kwa hadi sasa tunaendelea vizuri kwa kudra ya Mwenyezi Mungu. Na nipende tu kuwaomba wananchi wenzangu wa wilaya Kondoa na Waislamu kwa jumla na wilaya nyingine tujitokeze na tufanye hizi kazi za Mwenyezi Mungu kwa kujitolea, na tupate hamasa ili tuweze kuendeleza Uislamu wetu mbele. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyid sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nipende tu kueleza kidogo kuhusu kikao cha leo ambacho kilikuwa ni kikao cha tathmini ya masuala ya uchaguzi. Kikao chetu kilisimamiwa na Sheikh Ramadhan ambaye ni mkurugenzi ni mratibu wa elimu taifa. Amekuja amejaribu kuona na tukafanya tathmini ya uchaguzi ulivyokwenda, na tukaeleza vile ambavyo ipo. Kwa mfano wilaya yangu ya Dodoma ina kata 29, kwanza ina kata zaidi ya 41, tuseme zisizopungua 41 za kiserikali, lakini kiBAKWATA ziko kata 29. Sasa katika kata hizo 29 iko misikiti 142, na katika misikiti hiyo 142 misikiti kama 88 hivi imeshafanywa uchaguzi, lakini imebaki misikiti 54. Lakini nayo pamoja na kwamba muda ndio hivyo, lakini tunaahidi kwamba tutaikamilisha kwa muda uliotakiwa. Hivyo ni waase tu waumini wengine nao pia vile vile, kwa sababu sasa inakuja awamu ya kata. Kwa hiyo wajitokeze wengi katika kuchukua fomu za kugombea nafasi zote ambazo ziko katika kata, ili tuweze kupeleka Uislamu mbele. Na huko kwenye kata nafasi ambazo zinagombewa ni mwenyekiti wa kata, wa halmashauri ya kata, katibu, wajumbe baraza la mashehe. Hao ndio ambao pamoja na wawakilishi wa mkutano mkuu. Hivyo tuwaase waweze kuhamasika na waweze kuchukua fomu ili tuweze kupata uongozi, na baada ya hapo litakuja zoezi la wilaya
wilaya nako ngazi zitakazogombewa pale ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya, baraza la mashehe wajumbe 7 na wajumbe wa halmashauri 10. Kwa hiyo watu wajitokeze ili waweze kushiriki katika huo uchaguzi na wapate hizo nafasi ili waweze kulipeleka baraza mbele pamoja na Uislamu kwa ujumla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Ametuneemesha neema kubwa na ndogo na ametuwezesha kuhudhuria kikao hiki cha leo cha tathmini chini ya kiongozi wetu kutoka makata makao makuu. Alhamdulillah, nipende tu kusema kwamba tumefaidika na tathmini hii, na kimuhalisia wilaya yetu ya Chamwino tumefanikiwa kwa misikiti kufanya uchaguzi, na kikubwa ambacho tunaendelea nacho sasa katika ngazi hiyo ya msikiti ni kuingiza taarifa kwenye mtandao kwa ajili ya kuthibitisha kwamba tumefanya hizo chaguzi. Lakini la pili ni kwamba tunaendelea na harakati za kata. Alhamdulillah, nao takriban kata 7 tayari wamekwishajaza fomu na tayari ziko kwenye mchakato wa uchaguzi na zingine wanamalizia. Lakini kubwa ambalo ni changamoto ambalo inatupa mtihani ni baadhi ya maeneo, jiografia ya wilaya yetu ni ngumu kweli kweli. Lakini pia kipindi hichi uchumi bado watu wako mashambani, kwa hiyo hawana fedha taslimu sasa hivi hata za kulipia hizi fomu. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inatukosti katika wilaya yetu, lakini tunaendelea na jitihada, tunakusanya kidogo kidogo, kila eneo wanakopata wanatuletea, tunaendelea kuingiza taarifa zetu. Hivyo kubwa ambalo tunaiomba baraza, makao makuu, mkoa waelewe hivyo. Changamoto tulizonazo zinahitaji subira sana, na hii kazi ya baraza inahitaji uzalendo na kujitoa kwa hali na mali. Kwa hiyo pale ambapo pana changamoto, basi inshallah tushirikiane sote kuzitatua, na hakuna kiongozi yeyote ambaye anaweza akafanya uzembe kwa makusudi kukwamisha jambo hili muhimu, jambo la kihistoria, jambo ambalo linaenda kutengeneza baraza letu kuwa na kada zote kuanzia ngazi ya msikiti na kuendelea. Lakini kikubwa ambacho sisi tunakiomba ni wasaa kwa ajili ya jambo hili. Muda ulikuwa ni mfupi, ni muda hautoshi kulingana na jiografia za wilaya zetu, na hasa wilaya yetu ya Chamwino. Kwanza, asilimia ya Waislamu ni wachache. Maeneo mengine harakati tunazozifanya ni kwa ajili ya kutengeneza yajayo na sio sasa. Kwa mfano, vijiji kadhaa misikiti ipo 20 tunaendelea nayo katika ujenzi, lakini haina waumini wa kutosha. Unakuta msikiti huu na waumini 10, wengine 7, wengine 8, wengine 5, lakini hatuwezi kuacha wakose mahali pa kufanyia ibada, kwa sababu kuwakusanya eneo moja ni gharama kubwa zaidi kuliko kujenga misikiti hiyo midogo midogo ambayo itakuwa imesaidia watu kufanya ibada. Baadaye wataongezeka kulingana na mazingira na mahitaji ya kibinadamu. Lakini hilo ndio kubwa ambalo tunalo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunapongeza hatua hizi za kufanya kazi hii ya uchaguzi kwa kupitia mtandao. Hili ndio tunalipongeza na tunashukuru. Tutapambana kwa hali na mali kuhakikisha tunafanikiwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Salim Hussein Kisoi, katibu BAKWATA wilaya ya Kongwa. Kwenye taratibu za uchaguzi kwa wilaya nzima inaendelea vizuri mpaka sasa hivi. Kwa jumla na misikiti 68, misikiti 60 ishafanya uchaguzi na misikiti 5 hawajaniletea fomu, lakini tayari mchakato ya uchaguzi umeshafanyika tayari. Na kuna kata moja ambayo hadi hivi hapa ninavyozungumza bado haijafanya shughuli zozote za kiuchaguzi kutokana na changamoto iliyoko kwenye uongozi wa kata. Na hili nimelielekeza baraza la mashehe wilaya iweze kumwendea, yani liende pale na kuweza kujua changamoto zilizoko, na baada ya kupata changamoto hizo iweze kutoa maelekezo ya kufanya uongozi uweze kuona namna ya kuweza kufanya uchaguzi. Kikubwa ni shekhe wa kata anaonekana kuwa na changamoto
na hii imebainishwa na namna anavyofanya mawasiliano na viongozi wake wa wilaya, na hususani kwa shekhe wangu wa wilaya kumpa majibu ambayo yalimpa kama kumfedhehesha. Sasa na hii sio sifa ya kiongozi. Pale anapokuwa na changamoto, basi anatakiwa awe mwazi na kuweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo kwa taratibu za uchaguzi, kwa upande wa misikiti kama nilivyoeleza, nikija kwenye jumuiya ya JUAKITA wameweza kufanya uchaguzi kwa misikiti hiyo 60 na misikiti 5 ndio bado hawajaleta hizo fomu. Na upande wa JUAKITA kuna tatizo kidogo kutokana na uongozi uliokuwepo mara ya kwanza, mwenyekiti kuteuliwa kwa kadhi wa wilaya, na hiyo nafasi ikawa haina mwenyekiti kwa muda mrefu. Na kwa upande wa katibu naye amepewa majukumu mengine. Kwa hiyo pamoja na hivyo, makatibu kata wakishirikiana na uongozi wa JUVIKIBA JUAKITA kwa ngazi za misikiti za kata wanasaidia ngazi za msikiti kwenda kusimamia uchaguzi kwenye nafasi hizo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi uchaguzi unaendelea vizuri, na hizo ambazo bado hazijafanya uchaguzi natarajia kwamba tunaendelea kufanya uchaguzi ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina matatu naitwa Miraji Bakari Sufiani. Mimi ni katibu wa wilaya ya BAKWATA. Leo tulikuwa ndani ya kikao kwa ajili ya kufanya tathmini ya uchaguzi ngazi ya misikiti na kata. Kwa kweli uchaguzi kwa upande wangu mimi katika ngazi ya misikiti na misikiti 39, ndani ya misikiti hiyo misikiti 25 ndio wameshachukua fomu na wameshachagua wote. Katika ile bado msikiti mmoja wa Bai Sokoni ambaye nategemea kufanyia kesho. Lakini kwa upande wa kata na wote wameshachagua kwa tayari. Kuna misikiti 11 hii haijakidhi quorum. Wilaya yetu sisi ina shida kidogo. Baadhi ya misikiti mingi imekuwa na waumini wachache sana. Katika misikiti yetu kuna waumini na Waislamu. Waislamu wako wale ndio wanaitwa wakina Juma, lakini mambo yao sio. Wale waumini wa dhati ambao wanakaa nao msikitini ni wachache sana. Kwa hiyo katika wale wajumbe 14 wanaotakiwa kuchaguliwa katika ngazi ya msikiti unakuwa ukidhi. Unapata watu 10, unapata watu 5, 6, wakati mwingine msikiti mwingine wanafika 3 tu. Kwa hiyo unapata baadhi ya viongozi wachache mno. Lakini kwa upande wa vijana pia ile misikiti 24 vijana wamechukua fomu, lakini si kwa maana ya kuchukua fomu kupata wajumbe. Tunajitahidi tupate mwenyekiti, katibu, muhasibu na wajumbe ingalau 2 au 1 ili tupate uwakilishi ambao sasa tutakuwa kama tumepata kama kianzio cha kuweza kufanya jambo letu, na hao watu wanaweza kuweka hamasa katika uchaguzi zijazo tukapata viongozi zaidi. Kwa upande wa JUAKITA nao ni hivyo hivyo. Kwa jumla uchaguzi umeenda vizuri na tunaendelea na vizuri na bado tunajitahidi, ingawa changamoto kubwa sana ni jiografia ya wilaya yetu. Jiografia ya wilaya yetu ni sehemu ni kubwa, alafu usafiri ni mgumu, lakini pia kuna changamoto ya mawasiliano yanakuwa ni hafifu sana, kwa sababu hata unapohitaji wa viongozi wahusika inakuwa tabu sana kupata. Lakini kubwa zaidi ni swala la viongozi wa ngazi ya mashehe, baraza la mashehe la kata. Maeneo mengi sana hatuna. Kwa hiyo tunajaribu kuunganisha misikiti mingi ili kupata uwakilishi uliokamilika. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi naitwa Shaibu Omar, mkuu katibu BAKWATA wilaya ya Chemba. Kupitia kikao chetu cha leo cha mheshimiwa katibu ngazi ofisi ya rais, ofisi ya BAKWATA mkoa wa taifa, binafsi nimefarajika sana. Nimepata faida kubwa ndani ya kikao hiki kilichosimamiwa na
Mimi kutoka ofisi ya Mufti wa Tanzania. Hela ambayo tumezungumza leo ni hela ambayo tumepokea, basi mimi mwenyewe nimepata tathmini ambayo tumeona uchaguzi. Basi inshallah mimi naomba Mwenyezi Mungu tujalie la kheri. Tutaenda kufanya uchaguzi vizuri na tutamalizia bila matatizo. Kwani swala ambalo limetusukuma mbele pamoja na changamoto ambazo tunazokumbana nazo ndani wilaya zetu za mkoa wa Dodoma. Kweli wilaya zetu cha mkoa wa Dodoma una wilaya zetu 7, kila wilaya na changamoto zake binafsi. Mimi na changamoto zangu binafsi, changamoto zangu kwanza, mimi wilaya yangu ina sehemu karibu 12. Na sehemu za Usandara kuna kata 20 na kata 26, sehemu za Usandara na kata 10, sehemu za chini na kata 14 za kiserikali. Za baraza ni kata 20. Kata 20 ambazo nazo nimepambana nazo mpaka leo, nimepokea kata 6, ambazo kata 9 ambazo tayari uchaguzi wake tayari, na kukamilisha kata zobaki karibu kata 11. Inshallah kujalia kutoka hapa na kukamilisha bila tatizo lolote. Nitakila kheri, alhamdulillah rabbil alamin, kao kimeenda vizuri na tunamshukuru makao makuu na Sheikh Katibu Mkoa na kadhalika, kwa nimeshukuru alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.